Ngoma aliyezaliwa mwaka 1974 alikuwa kamanda na msemaji wa kijeshi wa Mouvement du 23 Mars, M23 kwa kifupi, kundi la waasi linalofanya shughuli zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahali halisi alipozaliwa bado ni tata. Vyanzo vingine vinataja Kankokolo mjini Kinshasa, ili hali vingine vinataja Kiningi mjini Rwanda. Willy Ngoma aliyejitambulisha kama raia wa Kongo, japokuwa baadhi ya vyanzo vingine vilidai kuwa pia alikuwa na uraia wa Rwanda. Ngoma alikuwa sura ya wazi ya M23 katika vyombo vya habari, akitoa matamko kuhusu operesheni za kijeshi na msimamo wa kisiasa wa harakati hiyo. Alitambulika kama mmoja wa viongozi muhimu wa kijeshi wa kundi hilo, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako mapigano yalikuwa makali kwa miaka kadhaa. Mnamo Februari mwaka 2024 aliwekwa chini ya vikwazo vya Conseil de Sécurité des Nations Unies kwa mujibu wa maazimio namba 2293 kwenye mwaka wa 2016. Mnamo Februari mwaka 2024 aliwekwa chini ya vikwazo vya Conseil de Sécurité des Nations Unies kwa mujibu wa maazimio namba 2293 mwaka 2016 na 2688 mwaka 2023 kwa tuhuma za kuhusika katika vitendo vinavyovuruga amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tariki 24 Februari mwaka 2026, Willy Ngoma aliuawa katika maeneo ya Rubaya baada ya kushambuliwa na droni iliyodaiwa kuwa ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kifo chake kilichukua kama tukio muhimu katika mzozo unaoendelea kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23.